Ikimbieni zinaa. Kuna maisha yaliyotiwa doa kwa zinaa. Kuna nguvu za akili, mwili, hisia na roho zilizozoofishwa na hata kuuliwa kwa sababu ya zinaa. Kuna makusudi mema kutoka kwa Mungu yaliyokatizwa na watu maishani mwao kwa sababu ya kuichagua zinaa. Kuna familia zilizosambaratika na zinazotaabika kwa sababu ya zinaa. Kuna changamoto na matatizo yanayowakumba wengi kwa sababu ya watangulizi wao waliotoa nafasi angalau moja tu kwa zinaa. Kuna mafanikio yaliyofukuzwa na hatima kuu zilizoshindwa kufikiwa kwa sababu ya zinaa. Kuna wengi waliopoteza upendeleo na heshima Mungu aliyokuwa ameandaa kwa ajili yao kwa sababu ya mlango mmoja tu wa zinaa waliofungua maishani mwao. Kuna wengi ambao wanataabika kwa magonjwa na wengine kulala vitandani kwa sababu ya zinaa. Na kuna wengi ambao wamejifungia milango ya uzima wa milele kwa sababu ya zinaa. Aidha, kuna machozi yasiyokauka leo kwa sababu ya zinaa. Ni hatari, zinaa ni mbaya. Ndiposa neno la Mungu linatuambia, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, tukuzeni Mungu katika miili yenu. Zinaa ni dhambi. Amri ya 7 ya Mungu inasema usizini, Kutoka 20 mstari wa 14. Hiyo inatuchorea mstari mmoja tu unaotuambia usitoe nafasi kwa zinaa. Zinaa haipaswi kuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa maneno mengine ni kwamba ikimbieni zinaa. Sio nani wala nani, ila wanadamu wote, tangu watoto hadi wazee. Ikimbieni zinaa. Na kwa kweli kuikimbia sio tu kukimbia kitendo cha kujamiana na jinsia nyingine kama alivyofanya Yusufu kwa mke wa Potifa. Badala yake, kutokuwaza kabisa wala kunena mambo hayo kabla ya wakati wake katika mazingira yake na mtu wake. Aidha, kutokutoa nafasi kwa kitendo au jambo lolote kwamba ni la kutazama, kusikiliza, kusoma ama kula na kunywa, litakalotoa nafasi kwa zinaa na kuchochea tamaa za kingono kinyume na vile inavyoelekezwa na neno la Mungu. Vijana, jazeni fahamu zenu kwa kweli ya Mungu. Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Ni jinsi gani kijana isafishe njia yake? Ni kwa kutii akilifuata neno lako. Tumtafute Mungu kwa mioyo yetu yote, itakuwa ni usalama kwetu. Sio tu kwa zinaa, bali pia ni kwa dhambi. Dhambi ya aina yoyote italeta uangamivu kwa maisha ya sasa, itapoteza na kuharibu makusudi ya Mungu kwa maisha yetu, itatuzuia kufika pale kileleni ambapo Mungu alikuwa amekusudia kufike katika mafanikio, lakini pia itatulaza kaburini, na mwisho inatukosesha uzima wa milele. Dhambi yoyote ni hatari. Yesu alikufa ili tusiishi tena katika dhambi. Yeye peke yake tukimwendea ana neema ya kutusaidia kuishinda dhambi. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Hii ni AWUU TV.